Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka hapa kituo chako cha Tanzania News TV. Kuna taarifa nzuri hapa kuhusiana na mauaji ya halaiki, mauaji ya kimbari ya mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Mahakama ya Kitaifa ya Jinai, International Criminal Court ICC, imeanza kumfuatilia Samia na inaonekana kwamba walikuwa wanasubiri ripoti ambayo ingetolewa na ile kamati au ukipenda tume ambayo iliweza kuundwa na Samia kuchunguza uvunjivu wa amani katika uchaguzi wa mwaka uliopita. Unajua, nchi mbalimbali, mashirika ya kitaifa yalikuwa yanasubiri ripoti itakayotolewa na tume ya Chande, jaji. Na katika ripoti ambayo iliweza kutolewa naye Chande imeweza kubainisha kwamba serikali kuna mambo ambayo waliweza kuficha. Kumbe ile tume ambayo iliweza kuundwa haikukuwa tume huru, bali ilikuwa ni tume ya mtu binafsi ambaye ni Samia Suluhu Hassan, kutaka kufanya nini? Kumsafisha na kuwekea viongozi wa upinzani na taasisi mbalimbali lawama kwamba wao ndio waliweza kuhusika kwenye kuchafua amani ya Tanzania na kuratibu maandamano. Kama mlimsikiliza Chande vizuri, alieleza kwamba maandamano yaliweza kufadhiliwa, yaliweza kuratibiwa. Huo ndio mkakati ambao ulikuwa umeundwa na serikali ili isije kaonekana kwamba wao ndio walikuwa na makosa. Sasa katika kanda hii, mtazamaji wangu kuniradhi, naomba msamaha kwa hilo. Katika kanda hii naomba niweze kukuchanganulia kwa marefu na mapana ni kwa nini mahakama ya kitaifa ICC sasa imeanza kumumulika Samia Suluhu Hassan, na ni kwa nini hii ripoti yake Chande imeweza kusaidia mahakama ya kitaifa ICC kumumulika Samia. Kwa sababu hii ripoti ni kana kwamba serikali ya Samia imeweza kujifunga bao. Kwa nini? Kuna dosari nyingi sana katika hii ripoti. Dosari ya kwanza, nina imani mliweza kumsikia Samia Suluhu Hassan akieleza kwamba ile ripoti ya Chande ni ripoti ya rais binafsi, pasitokee mtu aende kumuomba ripoti eti kwamba akaisome. Kumaanisha huenda kile ambacho jaji Chande alikuwa nakisoma kwenye kamera kipindi ambapo alikuwa anazindua ile ripoti ya tume, huenda ikawa kwamba alikuwa anasoma mambo tofauti na kile ambacho kilikuwa kwenye ripoti ni tofauti. Kwa nini kama haikukuwa hivyo, rais anasimama peupe na kusema kwamba pasije pakatokea mtu amuombe ile ripoti eti kwamba ile ripoti ni ya rais? Na kulingana na mahakama ya kitaifa inasema kwamba uchunguzi ambao umeweza kufanywa na Commission of Inquiry, ukipenda tume ya uchunguzi, uchunguzi unafaa kuwekwa in public, ukipenda bayana. Sio sisi wa Tanzania peke yake ambao tulikuwa tunasubiri matokeo ya hii report, matokeo ya hii tume ya Chande. Even kutoka bunge la Ulaya walikuwa wanasubiri hii ripoti, kwa sababu Samia alikuwa anaeleza mpaka Marekani kwamba alikuwa ameunda tume ya kuchunguza
Lakini sasa Samia ametokea kusema kwamba hii ripoti ni ya rais, pasitokee mtu akuja muombe ile ripoti. Sasa kulingana na vigezo vya ICC vinasema kwamba ripoti ikishaandaliwa inawekwa bayana, anybody can access, yani mtu yeyote anaweza akapata ripoti ile akaisome. Lakini Samia alisema kwamba ile ripoti ni ya rais, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ile ripoti haijaweza kuchapishwa, imefichwa. Sasa hapa nayo utapata kwamba ICC inaanza kushuku kwamba kuna mambo ambayo yamefichwa, na ndio maana unapata kwamba kuna vitu ambavyo wameweza kuvificha, havitaki vionekane. Kuna ushahidi ambao maybe uliweza kupatikana, serikali haitaki uweze kuwekwa bayana. Na kulingana na sheria za ICC, kipindi ambapo hii ripoti imeweza kufichwa, itakuwa ni ngumu mahakama zetu za Tanzania kufungulia watu mashtaka. Na nielewa mpenzi mtazamaji, kwa sababu hapata kuwepo na ushahidi. Sasa hii ICC itachukulia kwamba mahakama zetu ndani ya Tanzania zimeshindwa kushughulikia machafuko ya mwaka uliopita, na hivyo basi itabidi mahakama ya ICC kuingilia kati. Kwa nini? Kulingana na sheria za mahakama ya ICC inapaswa kuingilia kati endapo mahakama ya nchi husika imeshindwa kuingilia kati na kuanzisha kesi, kuwafungulia kesi wale ambao walihusika kuwatoa uhai wananchi. Na sasa hii inadhihirika wazi kwamba kama ripoti ndio imeweza kufichwa, je, ni kumaanisha palikuweko na majina pale ndani ambayo yaliweza kutajwa, maybe yakawa ni viongozi wa serikali ambao wanahusika kwenye serikali ndio waliweza kuhusika kwenye kuwatoa wananchi uhai, kwa hivyo majina yao hayatakikani kuonekana hadharani. Hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho kinafanya mahakama ya ICC kwanza kuwaandama utawala wa Samia na kuwafungulia mashtaka kutokana na machafuko ya mwaka uliopita. Kitu cha pili ni mauaji. Mauaji ndiyo yamefanya mahakama ya ICC kwanza kumulika sasa hii serikali baada ya ripoti yake Mohamed Chande. Kwa nini nimeweza kuchagua mauaji? Ukiona kipindi ambapo Mohamed Chande Othman alipokuwa anazindua ile ripoti yake, alieleza kwamba watu 500 na kitu juu waliweza kufariki. Serikali ilikuwa wapi? Na Chande aliweza kueleza kwamba wengi waliweza kuuliwa kwa kupigwa risasi. Japo Chande alijaribu kusema kwamba waandamanaji walikuwa na risasi na silaha, sote tunajua kwamba watu ambao wako na mamlaka ya kukuwa na risasi katika taifa letu ni polisi. Japo ile idadi ambao waliweza kusema kwamba watu 500 waliweza kuuawa, ile idadi imeweza kupungua na sio ile ambayo tulikuwa tunaambiwa ni watu 10,000, kwa sababu serikali haikuwa inataka kutaja 10,000, haikuwa inataka kutaja 2,000 ili iweze kuonekana kwamba waliweza kufanya machafuko zaidi. Waliweza kujipiga bao na kujianika kwamba katika uchaguzi uliopita serikali ilihusika kuwaua Watanzania na kuwaua raia. Kwa sababu gani? Mnakumbuka serikali peke yake ndiyo iliweza kutoa amri ya kutotoka nje, na polisi waliweza kuonekana wakiwa na wawinda wananchi hadi majumbani mwao. Sasa hichi kitendo serikali yenyewe imeweza kujifunika na imeweza kujifunga. Kwa nini? Waliweza kuhakikishia ulimwengu na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwamba serikali yao ilihusika kuwaua Watanzania. Namba 3. Hichi ndicho kitu ambacho kimefanya ICC
kumulika hii serikali ya Samia, na hichi ni kutoka kwa ripoti ya Chande. Serikali ya Samia ilifikiri kwamba watajaribu kuficha kila kitu eti kwamba wajisafishe, bila kujua kwamba walikuwa wanajianika. Jambo la utekaji liliweza kuhakikishwa na kudhibitishwa kwamba lipo katika taifa letu la Tanzania, naye Mohamed Chande. Japo Chande alisema kwamba asilimia kubwa ya visa vya utekaji eti kwamba watu walikuwa wanajiteka kwa sababu ya kimapenzi, lakini alisema kwamba wengine walikuwa wanatekwa. Huu utekaji sasa ni kinyume na sheria za mahakama ya ICC. Unajua utekaji, that is kwa lugha ya kimombo wanaita kwamba that is a forced disappearance. Mtu anakuja na kufunika kichwa, anakufunika macho, anakupeleka usipojua. Yani anakulazimisha kukuchukua, anaenda naweza kukufungia hata kwa msitu akuchape. That is enforced disappearances. Hicho kitu mahakama ya ICC haikitaki. Miaka ya hapa nyuma serikali ya Samia haijawahi kiri kwamba kuna utekaji. Wamekuwa wakisema ni propaganda ya viongozi wa upinzani, ni propaganda ya wale ambao hawatakii serikali ya CCM mema. Lakini ukweli ni kwamba pamekuwepo na visa vya utekaji katika taifa letu la Tanzania, na visa hivi vya utekaji vinaonekana kwamba viliweza kushamiri na vinaendelea kushamiri kipindi cha utawala wake Samia Suluhu Hassani, ambaye ni rais batili, rais wa mchongo, rais wa kujiundia kura, rais ambaye hana ridhaa ya wananchi, bali aliweza kutumia vyombo vya dola akajisimika madarakani. Kama alishinda ukweli, mbona alienda kujiapisha akiwa kwenye kambi ya kijeshi na hapa kukuwepo na wananchi wa kushuhudia? Ndio. Sasa hivi visa vya utekaji asua kipindi cha kampeni, ICC nakataa visa vya utekaji, na haya ni miongoni mwa mashtaka ambayo yanaweza yakakufunga jela: kulazimisha, kuteka na kupoteza wananchi. Hii ripoti ya Chande iliweza kuweka wazi kwamba serikali ilihusika kwenye utekaji, walijifunga bao. Kwa hivyo ICC imetabasamu, imefurahia kwamba serikali yenyewe iliweza kujianika. Na jambo lingine ni serikali iliweza kukiri kwamba katika uchaguzi uliopita palikuwepo na vifo vya watoto kati ya mwaka mmoja au ukipenda kati ya umri wa miaka 1 mpaka miaka 5. Na kulingana na ICC sheria zake ambazo nimezisoma, mtoto wa miaka 5 hawezi akajua kushikilia bunduki. Kwa hivyo huyo mtoto bado sio tisho kwa usalama. Kipindi ambapo ripoti ya Chande ilikuwa inaweka wazi kwamba watoto waliweza kuuliwa, walikuwa wanajifunga wao wenyewe, kwa sababu wataenda kuulizwa, watoto hawakukuwa tisho, threat kwa usalama wa taifa. Ni kwa nini mlienda kuwapiga mpaka pale nyumbani risasi? Kwa sababu niko na visa 2-3 vya mashabiki zangu ambao wananieleza kwamba bwana Ezra, mimi polisi alikuja mpaka kwenye duka langu akapiga mtoto wangu risasi akaaga dunia. Mtoto mdogo, mtoto wa miaka 5, mtoto wa miaka 4. Hicho kitendo ni cha unyama na hicho kitendo hakiwezi kikakubalika katika mahakama ya ICC. Sasa hivi ni vitu ambavyo
vimeweza kufunga serikali ya Samia kwenye hii ripoti ya Chande. Lakini baya zaidi, Samia amekuwa akitueleza kwamba ameunda Commission of Inquiry, tume ya kuchunguza, lakini baada ya ripoti kutoka akatangaza kwamba ile ripoti ni yake. Hicho ni kitendo kibaya sana, kwa sababu hata mataifa ya kigeni walikuwa wanasubiri ile ripoti wakaisome, lakini wameificha. Wamesema ile ripoti ni ya rais. Iwapo wataichapisha sasa kwenda mbele, maybe wataenda kuifanyia marekebisho ili wasionekane kuwa wako na makosa. Lakini sasa kitu ambacho nakuomba tuendelee sana kuweka maombi na kukaza na kufunga ili hawa wauaji wafunguliwe mashtaka ya mauaji, ya mateso, ya kufira, ya kuteka. Asante sana.